ulikuwa na misuguano mingi, ulikuwa na vurugu nyingi. Kwa hiyo niwape pole kwa uchaguzi ule, na tumshukuru Mwenyezi Mungu. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alikuwa imara sana kuhakikisha kwamba tunavuka salama kwenye uchaguzi, na hatimaye tumekutana hapa. Tunamshukuru Mungu tukiwa na afya njema, jambo la kushukuru sana. Kwa hiyo niwapongeza wana Mabatini kwa kuendelea kuwa imara. Mimi nikasema nipite kwenye wilaya zangu niangalie, kwenye kata zangu hizi niangalie Mabatini wamekaaje, chama Mabatini kipo au ndio kimelala. Lakini kwa namna ambavyo nimeona hapa, naona chama kipo, na kwa kweli kuanzia nilipoanza ziara hii, kata ile ya kwanza kabisa kule Iwambi, nimeona mwamko wa chama na wanachama na viongozi wako imara sana. Tushikamane na kuungana. Inawezekana mwaka jana kuna viongozi ambao wako ndani ya chama waligombea. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, aidha jina lako halikurudi au ulishindwa kwenye kura za maoni. Usitengane ukaweka chuki fulani, au lilishinda kundi la mwenyekiti au kundi la diwani au la mwenezi au la katibu. Kwa hiyo wale ambao hawakushinda makundi yao yale wasirudi nyuma, maana wakirudi nyuma, wakituachia chama kitapasuka kwenye kata hii. Kwa hiyo tunaomba wale viongozi wote ambao kwa namna moja ama nyingine waligombea, lakini kwa bahati mbaya hawakushinda kwenye kura za maoni au jina halikurudi, basi tunaendelea kuungana. Na hapa nimpongeze katibu wa chama. Katibu wenu wa chama aligombea kwenye kata hii, bahati mbaya jina halikurudi, lakini nimeona hapa umshikamano na muunganiko na jinsi alivyohamasisha na jinsi alivyoshirikiana nanyi hapa. Huo ndio uongozi tunaotaka sisi. Maana ingekuwa mwingine hapa angesema bwana, chama chenu huko mimi naendelea na mambo yangu. Mimi nagombea afu mmenikata jina. Hata mimi si mnakumbuka niligombea? Hata mimi niligombea ubunge. Jina langu halikurudi. Kwa hiyo haina maana kwamba niache kufanya shughuli za chama kwa sababu jina langu halikurudi. Kwenye chama hiki mtu akishashinda, jina litakalorudi kwenye chama hiki, tunachofanya sisi ni kuwapa ushirikiano kwa 100%. Diwani aliyepatikana hapa, katibu jina lake halikurudi, lakini nimeona ushirikiano. Bila shaka anampa ushirikiano diwani na viongozi wengine, iwe kwenye kata, iwe kwenye wilaya, kwa ngazi ya mbunge na huko juu kwa ngazi ya Mheshimiwa Rais. Lakini Mheshimiwa Rais alipigiwa kura nyingi sana na kwa 100%. Kwa hiyo niwapongeze sana, nikupongeze sana katibu kwa kuendelea kufanya kazi za chama na kwa kushirikiana na wenzako wote. Huo ndio uongozi na huo ndio uimara wa chama chetu. Mabatini nao ijua mimi ni Mabatini ya amsha. Mabatini sio ya kulalalala. Kwa hiyo mkiinue chama chetu, mkiimarishe chama, tukijenge chama chetu. Mnaelewa mama zangu? Tushikamane, tuungane pamoja, tufanye kazi za chama, tushirikiane na wananchi kwa pamoja, tulete maendeleo kwenye kata yetu ya Mabatini. Hiyo itakuwa ni msingi mzuri sana kuhakikisha kwamba tunasonga mbele kwenye chama na kwenye serikali. Lakini pia sote kwa umoja wetu, diwani tulimchagua, tumpe ushirikiano, na ametuambia hapa maendeleo ambayo yanaendelea kwenye kata yetu ya Mabatini. Milioni 100 zimekuja hapo shule ya Mabatini. Kuna maabara yanajengwa, amesema milioni 163, si milioni 108? Milioni 108. Kwa hiyo yote haya ni kazi anayoifanya, lakini pia kushirikiana na nyie. Mheshimiwa Rais anatoa fedha zinakuja hapa, Mheshimiwa mbunge naye anazipushi zinakuja hapa kwa diwani. Mmenielewa ndugu zangu? Kwa hiyo tuendelee kushikamana na kushirikiana vizuri katika kuleta maendeleo kwenye kata yetu hii ya Mabatini. Jambo lingine ndugu zangu, mwakani ni uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi. Kuanzia mashina, matawi, kata, wilaya, mkoa mpaka taifa. Inawezekana ukagombea mwakani. Na mimi nataka niwatie moyo na niwatie nguvu kwamba ukifika mwakani, nafasi yoyote ambayo unaiona wewe unaiweza, unaimudu. Kama ulikuwa kwenye tawi unataka kupanda kwenye kata, kama unataka kwenye kata unaenda wilayani, kama ulikuwa unataka utoke kwenye kata uende mkoani, kama ulikuwa unataka kupata nafasi yoyote, mwakani ni uchaguzi. Na uchaguzi huo utafanyika
na sisi viongozi wote tushikamane, tukajaze nafasi mbalimbali za kwenye chama chetu ili kuendelea kukipa nguvu na uimara wa chama chetu. Kwa nafasi yoyote hamna mwenye nafasi. Nafasi zote, wewe unataka mwenyekiti wa kata, wewe unataka mwenyekiti wa wilaya, wewe njoo nafasi yangu pale. Tutaingia wote, tunachukua fomu, tunapambana. Atakayeshinda, si demokrasia kwenye chama chetu. Basi unasema bana, umenishinda, kaa hapo kwenye kiti, endelea kutuongoza. Ukitaka kwenda mkoani pale kuchukua nafasi ya mwenyekiti wa mkoa, uneki, uenezi, wajumbe wa kamati ya siasa, wajumbe wa halmashauri kuu ya mkoa, hivyo hivyo. Unajipima mwenyewe uwezo wako. Unaenda kuchukua nafasi, unaingia kwenye chama chetu. Lakini nimesikia kuna watu wameshaanza uchaguzi mwaka huu. Na hapa ndipo ulipo ujumbe wangu. Ukianza uchaguzi sasa hivi, unaanza kugawa watu. Unaanza kuweka makundi. Ukianza kumtafuta sasa hizi mwenyekiti wa shina na mwenyekiti wa shina yupo hapa, unaanza kugawa watu. Kwa hiyo tusubiri, tuwe watulivu. Muda huu wa sasa hivi ni muda wa kukijenga chama chetu. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameendelea kutuunganisha na kukijenga chama chetu. Mheshimiwa Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi naye ameendelea kushirikiana na Mheshimiwa Rais kukijenga na kukiimarisha chama chetu. Na sisi wasaidizi wao huku chini tuendelee kukijenga chama chetu. Kwa hiyo ukijitokeza sasa hizi kiongozi wa namna yoyote ukaanza makundi ya uchaguzi mwakani, utakuwa unakikosea chama hiki, kwa sababu tutafika tumeshagawanyika ovyo. Na hili ndilo nalolisisitiza hapa. Tuendelee kushikamana, tuendelee kufanya vikao, tuendelee kukijenga chama chetu ili kusudi ikifika mwakani, wakati wa uchaguzi kipenga kimelia, basi kila mmoja atakuwa na haki ya kuchukua fomu kwenye ngazi ambayo yeye anaona inamfaa, anatosha kwenye nafasi hiyo. Mmenielewa ndugu zangu? Jambo langu la 4 na la mwisho, wenye viti wa mitaa nimesikia mpo hapa na nimewaona. Mwanze kufanya mikutano ya hadhara. Nataka tuchangamshe mji wetu kwa mikutano ya hadhara kila mtaa. Ninao mitaa 181. Nione mikutano ya hadhara ikifanyika. Waiteni wananchi, mzungumze nao kama hivi, muwasikilize wana kero gani, wana changamoto gani kwenye maeneo yao. Na hatimaye muweze kutatua kero hizo. Mkiona inawashinda, pelekeni kwenye ODC. Diwani yupo na nyinyi ni wajumbe wa ODC. Mkajadiliane huko. Mkiona ni zito zaidi, basi mnalileta kwenye ngazi ya wilaya. Lakini huu muda ni muda wa kufanya mikutano ya hadhara na kukaa karibu na wananchi ili kuendelea kujenga mahusiano mazuri